AM Online TV. Haya yote ambayo yanafanyika sasa hivi tulikuwa tunayazungumza na watu wengi waliamini kwamba hayatatekelezeka. Kama ambavyo nilisema jana na leo nasema, bahati njema leo nimekuja pia na meli iko hapa. Nimekuwa ni mtu wa bahati, maana jana nimekwenda pale meli zipo pale Maruhubi, na leo nimekuja hapa meli pia ya mafuta ipo. Ni meli ya pili tokea tuanze operation zetu hizi kubwa kufunga hapa na kushusha mafuta moja kwa moja. Kwa kweli ni faraja kubwa. Mimi binafsi naendelea kupata faraja kubwa. Naendelea kuambia wananchi wa Zanzibar wategemee mambo mazuri zaidi yale ambayo Mheshimiwa Daktari Hussein Mwinyi aliahidi. Utekelezaji wa kazi hizi ni ishara ya mafanikio makubwa kwa Zanzibar. Tumeambiwa hapa na wataalamu uwezo ambao tulikuwa nao wa kuleta mafuta ilikuwa nadhani haizidi lita milioni 2. Sasa hivi tunazungumzia lita milioni 35. Kwa kweli ni hatua kubwa, ni difference kubwa sana. Hata katika hali ya kawaida 2 na 35, yani ni gap kubwa sana. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru na kumpongeza rais wetu kwa kazi kubwa anayoendelea kuifanya na kuwapa assurance wananchi wetu kwamba hii ndiyo kazi ambayo serikali yao inaendelea kutekeleza. Na kwa kazi hii ambayo inaendelea, naamini kadiri siku zitakavyokwenda, hali ya upatikanaji wa nishati hii ya mafuta Zanzibar itaendelea kuimarika zaidi. Lakini naamini na vikwazo vitakapoondoka huko, basi hata bei, kuna uwezekano mkubwa sana wa bei hii ya mafuta kushuka. Lakini kwa sasa hatuwezi kulizungumzia sana hilo kwa sababu bado kwa wenzetu huko changamoto zile zinakuwa ziko nje ya nchi yetu. Lakini hata hivyo faida inaendelea kuonekana. Anasema tulivyokuwa juzi sio jana, tulivyo jana sio leo. Kila siku kuna mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo niwashukuru sana watendaji wote, lakini niwashukuru sana kampuni zetu hizi ambazo zinasimamia kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kuifanya. Na nielekeze tu muendelee kufanya hayo. Bahati njema sasa tumekwenda kisasa zaidi. Kila kitu kitakuwa kiko very transparent. Hakutakuwa na ubabaishaji wa aina yoyote. Hakutakuwa na hofu ya aina yoyote. Kile ambacho tunakusudia kukikusanya tutakikusanya electronical. Hatutakuwa na shida ya aina yoyote kumwambia mtu lete registration, uliregister ngapi, alafu na sisi tukasema hapana, mbona meli ilionyesha tanzania yake ilionyesha kitu kingine. Kwa hiyo mimi naamini kazi hii itaendelea vizuri na inaendelea kuimarisha ustawi wa Zanzibari, hasa katika ile dhamira ya Daktari Hussein Mwinyi kuwatumikia wananchi. Hili jambo hata wale wenzetu wa United Petroleum pale Mtoni, sasa kuna haja kubwa ya kuangalia uwezekano wa kuja zao maeneo yao huko, kuhamia huko. Nadhani ile eneo haliko conducive sana kufanya kazi zile pale. Tuweke tu mazingira, tukamilishe zile taratibu, baadaye waje wahamie katika maeneo sahihi, na naamini mambo yatakwenda vizuri. Tungependa sana maeneo yale tutafanya kazi nyingine serikali, lakini zile kazi za walizokuwa wanazifanya pale nadhani zikihamishiwa huku itakuwa vizuri zaidi. Na mimi nitoe maelekezo hapa. Ni vyema kazi hizi ambazo zinaweza kufanywa na wazawa, wakurugenzi, Mheshimiwa Waziri, tuwape wazawa. Muhimu tu wawe na zile standard ambazo zinatakiwa. Kama standard zinatimia kwa mzawa, kuna haja gani tukachukue mgeni? Nadhani hapa ndo pahala pa kushikana mikono, sio kwa ujamaa wala kwa urafiki, lakini kwa standard ambazo wao wanaweza kuzifanya. AM Online TV.